Jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote. Katika jina lako Bwana tumepata ukombozi, Baba wa rehema. Katika jina lako Baba wa rehema tumepata faraja. Katika jina lako Baba wa rehema tumepata uponyaji. Katika jina lako Baba wa rehema tumepata ulinzi. Katika jina lako Baba wa rehema tumepata kufarijiwa, Baba wa rehema. Na tuko tayari Bwana kusikia kutoka kwako tena. Endelea kusema na maisha yetu Bwana. Neno lako Baba wa rehema na kusihi, neno lako Baba iguse maisha ya watu wako, na kupitia neno Baba wa rehema watu hawa wagangwe majeraha yote, waponywe Baba wa rehema, waumbwe tena upya Baba. Na Baba ikiondolewa Baba vifungo vyote vinavyomfanya mtu huyu asiwe mtifu Baba wa rehema. Baba awe na uzito Baba wa rehema kuhusu neno lako. Na Baba wapate kibali cha kusoma neno lako na kuelewa. Nashukuru jina lako maana neno litadumu ndani yao. Neno litawalinda. Neno litawaongoza Baba kutenda haki. Na neno Baba litaangaza katika njia zao. Asante Baba maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Na katika jina kuu lipitao majina yote na wote tuseme amen. Amen. Ninaendelea na sura ya 14. Baada ya jana kuona sura ya 13, Abraham anatengana na Lutu baada ya wao kutoka Misri. Na wanapotoka Misri hatimaye wanarudi pale pale ambapo Ibrahim alijenga hema yake na kumjengea Bwana madhabahu katikati ya Betheli na Hai. Lakini tunaona Abraham anatoka pale tena, anatembea tena kuelekea kwingine, lakini ilikuwa ni sababu ya kutafuta malisho. Lakini baada ya kutengana na Lutu, Mungu anamwambia ainue macho yake atazame pande zote 4. Atazame kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. Na baada ya kutazama, Mungu anamwambia kuwa nchi hiyo atampa yeye na uzao wake. Na Mungu anamwambia aende kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, atembee akanyage. Na watu wa Mungu tunaona kabisa ya kuwa yote hayo yalihitaji utiifu. Kumbuka ya kuwa Mungu anaweza kukuambia fanya jambo fulani ukashindwa kufanya. Na mara nyingi kama kuna kitu ambacho ni ngumu ni kuyafanya yale ambayo Mungu anasema. Kuna watu ambao ni wepesi sana ya kukubali. Bwana tutaomba usiku, lakini wapo wengi tu ambao hata waombi usiku. Kuna wengi wanayekubali, Bwana mimi nitasoma Biblia, lakini ni wachache sana wanayesoma Biblia. Sidhani kama unahitaji kuombewa. Kama unaweza ukaweka msisitizo kwenye kusoma Biblia na kuandika chini na kuyauliza maeneo ambayo hujaelewa vizuri na ukaeleweshwa, unapojenga neno la Mungu ndani yako unakuwa ni ngome imara, na hakuna mtu anayekuwa hatari ama kuogopwa kama mtu ambayo ana neno ndani yake. Kumbuka ya kuwa watu wa Mungu wanasema jambo hili, lakini watu wengi wanielewi. Kumbuka ya kuwa Yesu alipomaliza kufunga alikuwa na upako, lakini kumbuka hiyo ni baada ya Yesu kupanda juu kutoka kule mto Yordani baada ya kubatizwa. Huku amejaa Roho Mtakatifu, pepo linamwendea kama kweli wewe ni mwana wa Mungu. Lakini kumbuka Yesu alimshinda shetani akitumia nini? Yesu alimshinda shetani akitumia nini? Watu wa Mungu tunaweza tukashinda shetani na wakala wake, sio kupitia upako, bali kupitia neno la Mungu. Ndio maana mimi nimetambua jambo hilo na nimefanya neno la Mungu iwe ni rafiki yangu. Sina mazoea kwenye neno la Mungu. Hata sehemu napojua kwenye Biblia naisoma kwa na kwamba sijui. Sasa
hebu akili zetu zote tuzielekeze kwenye Biblia. Tujenge mazingira mazuri kati yetu na Biblia. Najua imeshinda watu wengi sana. Hata kama usingeombewa ukasoma tu Biblia pasipo mtu kukuelewesha kila siku kwa uaminifu, bado maisha yako yangebadilika. Mimi maisha yangu yalibadilika kwa sababu ya kusoma Biblia. Unaponiona niko hivi, siko hivi kwa sababu ya chochote. Niko hivi kwa sababu ya neno la Mungu. Kama kuna kitu ambacho naitafuta katika maisha yangu ambayo hata wewe mwenyewe ni shahidi, ni neno la Mungu. Kama kuna kitu ambacho kimebadilisha maisha yangu, hata mtu yote akiniona anaweza kusema huyu ndiye yule ama ni mwingine, ni neno la Mungu hapa. Na fanya utafiti uone kwa kiasi gani nimewekeza kutafuta neno la Mungu. Mimi nimekuja kutambua jambo moja, ya kuwa watu wa Mungu, watu wengi wanajua kuwa Mungu utakutana naye kwenye maombi. Watu wa Mungu tunakutana na Mungu kwenye Biblia. Ndio maana mimi kwenye Biblia, ninaposoma Biblia sisomi tu kwenye simu. Kisoma kwenye simu utakuwa na muda mfupi mbele za Bwana. Mimi kusoma Biblia ni kuwepo mbele za Bwana. Ndio maana lazima niende kwenye Biblia kama Biblia. Hii inanipa kuwepo mbele za Mungu masaa 2, 3 mpaka 4. Na nasema hivi, kama kuna sehemu ambayo utakuwa mbele za Mungu, ni wakati unapekua ndani ya mtabu huu. Badilisha mtazamo wako kuhusu Biblia. Wewe ulishapona, lakini bado sio mkweli katika neno la Mungu. Ndio maana unaona bado kuna vitu ambavyo vinakupiga chenga ama vinakusumbua. Utakavotambua na kwenda kurudi kwenye Biblia, wewe hauna matatizo. Maana Biblia ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni ulinzi kwetu. Kuna wakati mimi usiku nataka kulala, mawazo yanakuja, lakini mimi siwezi kuhisi mawazo ama kusikia nisitamkie neno. Na ninapofanya napata asilimia zote. So sifundishi kitu ambacho sifanyi. Ndio maana mara nyingi walimu wengi wanafundisha watu acha dhambi, yeye anatenda dhambi. Soma Biblia, yeye ni mwekezaji, anatafuta kwenye Biblia tenda atazipata lini. Lakini ndio maana Yesu akaambia wale Mafarisayo kuwa enyi wanafiki wakubwa, mmeketi kwenye kiti cha Musa, mkiwatwika watu mizigo yasiyobebeka. Nyinyi wenyewe hamwezi kuyabeba. Mizigo gani? Kubeba zile sheria 623. Lakini je, ungeambiwa sasa hivi ushika hayo sheria 623 ungeyashika? Lakini hebu na jinsi ambayo Bwana anatupenda, amefanya sheria zote iwe moja tu, upendo. Tutatoa kisingizio gani? Wale watu walikuwa wana Biblia, wanasomewa, unatega sikio unasomewa. Lakini sisi kila mtu ana uwezo wa kusoma, kupata Biblia. Hata kama una Biblia umeshindwa, mimi niko tayari kununulia Biblia. Nasema hivi, watu wa Mungu, tubadilishe mtazamo wetu. Badilisha mtazamo wako, ielekeze kwenye Biblia ili tupate kwenda wote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninaenda kwenye sura 14. Sura 14 ina sehemu mbili kuu. Sehemu ya kwanza inawakilisha Ibrahim anamuokoa Lut. Lakini hii ni baada ya wale wafalme wa 4. Wafalme wa 3 na mfalme Kedorama wanapopanga na kupigana na wale wafalme wa 5 ambao wakijumuisha mfalme wa Sodoma na mfalme wa Gomora. Lakini wanaposhindwa wale wafalme wa 5, wanawekwa, wanatoa sasa kodi zao kwa utawala wa Kedorama katika miaka 12. Lakini mwaka 13 wanaasi wale mafalme wa 5. Lakini katika ule mwaka wa 14 wanaamua moja kwa moja sasa, Kedorama anaamua sasa kuanza kuteka na kupigana vita na kushinda. Lakini tayari wale wafalme wa 5 wanapojipanga, wanashindwa katika lile bonde
na baada ya pale wanakimbia, wengine wananasa katika lami, wengine wanakimbia milimani, lakini wengi wanatekwa na mali zao. Na Lutu anatekwa pia, yule mtoto wa ndugu yake nani? Mtoto wa ndugu yake Abraham. Na anapopata taarifa, Abraham anatoa vijana wale 318 waliozaliwa katika nyumba yake, lakini akiwa na marafiki zake pia watatu. Yule Mamre, kumbuka ya kuwa kumbe Mamre alikuwa ni mtu. Tunasikiaga mwalomi wa Mamre, lakini Mamre ukisoma, tunaposoma sura 14 wewe makini, tunapomaliza pale utaona ya kuwa Mamre alifanya mapatano na Abraham pamoja na ndugu zake wawili, lakini ile mialomi ilikuwa ni mialomi ya huyo bwana ambaye alikuwa anaitwa Mamre. Na huyu Mamre na wale marafiki zake ama ndugu zake waliungana na Ibrahim, walienda kupigana, walimsaidia Ibrahim kwenda kuwapiga wale wafalme wa 4 chini ya Kedorama. Bwana Yesu asifiwe. So sehemu ya pili ya hiyo sura ya 4 inaongelea Ibrahim anapoenda kupokelewa na yule Melkizedek mfalme wa Salem. Hebu tuende kwenye sura ya 14 na tupate kuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anayenisomea anisomee kuanzia sura ya 14 mstari wa kwanza, unisomee kwa sauti inayesikika. Nasoma katika jina la Yesu. Amina. Ikawa siku za Amrafeli mfalme wa Shinari, na Alioko mfalme wa Elsali, na Dekolaoma mfalme wa Elamu, na Tidali mfalme wa Goimu walifanya vita na Bela mfalme wa Sodoma, na Bilusha mfalme wa Gomora, na Shinabu mfalme wa Adma, na Shemeberi mfalme wa Seboimu, na mfalme wa Bela ndiyo Soari. Hawa wote wakakutana panapo bonde la Sidimu kwenye bahari ya chumvi. Miaka 12 walimtumikia Kedorilaoma, hata mwaka wa 13 wakaasi. Na mwaka wa 14 akaja Kedorilaoma na wafalme waliokuwa pamoja naye, wakapiga Warefai katika Ashtarothi. Hao Warefai walikuwa ni wa asili ya Wanefili, walikuwa ni watu majitu, lakini pata picha ya kuwa wakapigwa na huyu mfalme Kedorama pamoja na yule mfalme wa Sinari. Wao waliungana wafalme wa 4. Lakini kumbuka ya kuwa kipindi hicho saa tayari falme zilikuwepo, wafalme walikuwepo, ina maana falme zilikuwepo, na tayari walikuwa pia wamesha kuwa na majeshi yao, na waliweza kwenda kupigana na falme zingine. Na mfalme anayeshinda mfalme mwingine, basi huyo mfalme mwingine anakuwa chini yake, ina maana analazimika kutoa kodi ama ushuru kwa yule mfalme ambaye alimshinda. So hawa wafalme 5 waliposhindwa, moja kwa moja wakawa sasa wao ni watumwa wa mfalme Kedorama na wale wenzake watatu. Sasa miaka 12 ina maana walikuwa wanatozwa kodi, lakini inapofika mwaka wa 13 wanaamua kuasi, na wanapoasi sasa bado watashindwa. Lakini wanaposhindwa tunakwenda kuona kuwa Ibrahimu na watu tu wa nyumba yake. Lakini wewe una imani ya kuwa Mungu alimpa Ibrahimu nchi ya Kanaani kwa kupigana? Mimi nakwambia Mungu alimpa Ibrahimu nchi ya Kanaani kwa kupigana, maana tayari wafalme wale wa 4 walikuwa wanatishia amani katika nchi ya Kanaani. Na maana wafalme wa 4 kuendelea na wasishindwe, bila shaka ina maana ile nchi ya Kanaani walikuwa wanakwenda kuikamata.
lakini Mungu tayari anatengeneza njia, na hii njia ni kupitia Ibrahim na wanyumbani kwake. Watu 318 wanakwenda na kupika wale wafalme wanne ambao kiongozi wao alikuwa ni Kedorama. Lakini hebu pata kitu hicho jinsi ilivyojificha, ya kuwa Ibrahim akadhoofisha zile falme zilizokuwa zinainuka ili zitawale ile nchi ya nini? Nchi ya Kanani. Hebu twende. Na Wazuzi katika Hamu, na Waemi katika Share Kiriathaimu, na Wahori katika mlima wao Seiri, mpaka Elpalani iliyo karibu na jangwa. Kisha wakarudi wakaja mpaka Elmisafti, ndiyo Kadeshi, wakapiga nchi yote wa Amaleki na Wamori waliokaa Hasason Tamari. Mstari wa 8. Mfalme wa Sodoma na mfalme wa Gomora na mfalme wa Adma na mfalme wa Seboimu na mfalme wa Bela ndiyo Soari. Wakatoka. Muona, hawa ni wafalme watano sasa. Wanataka waende wapinge Kedorama na wale wafalme watatu, ili tena wasitumike tena miaka mingine, ina maana kuendelea kulipa kodi kule. Lakini wanapotoka sasa, hebu ona jinsi watakavyoshindwa. Lakini kumbuka, tayari huyu ndugu yake Ibrahim anakaa kule Sodoma. Pata picha kuwa na yeye atatekwa. Kinatakachompeleka Ibrahim katika hivyo vita, unaweza ukasema alienda kumwokoa ndugu yake Lutu, lakini mimi nasema Ibrahim, Mungu alimtumia yeye kwenda kudhoofisha zile tawala, ama kujaribu zile tawala zilizokuwa zinainuka ili zitawale nini? Zitawale nchi ile ya Kanani. Maana sasa kama ni mshindi, basi ina maana Ibrahim ndiye alishakuwa mshindi kwenye nchi itakiwa sasa iwe ni ya kwake. Na bila shaka ilikuwa ni ya kwake, maana Mungu kwenye sura ya 13 Mungu anamwambia kuwa inua macho yako, tazama pande zote 4. Nchi nimekupa wewe na uzao wako. So ina maana Ibrahim tayari akaenda na kuwashinda wale, na maana yeye sasa ndiye aliyekuwa ni mtawala. Lakini umeona jinsi neno la Mungu linavyojificha. Paka roho ya Bwana aifunue, ndipo sasa uone kitu kama hicho. Lakini ni kitu ambacho ni kweli. Nchi ya Kanani aliyekuwa anaitawala kwa wakati huo alikuwa ni Kedorama. Wale wengine waliungana naye, lakini baada ya kuwashinda ndipo sasa wanaungana naye. Lakini wale wengine wote aliwashinda. Lakini inakuwaje Ibrahim na mtu 318 wanakwenda kushinda wafalme wanne? Mungu sio Mungu. Wakatoka wakapanga vita panapo bonde la Sidimu, wapigane na Kedorlaoma mfalme wa Elamu, na Tidali mfalme wa Goimu, na Amlaferi mfalme wa Shinari, na Alioko mfalme wa Elsari, wafalme wanne juu ya wale watano. Mstari wa 10. Na bonde la Sidimu lilikuwa limejaa mashimo ya rami, nao wafalme wa Sodoma na Gomora wakakimbia wakaanguka huko. Nao waliosalia wakakimbia milimani, wakachukua mali zote za Sodoma na Gomora na vyakula vyao vyote, wakaenda zao. Wakamtoa Rutu mwana wa nduguye Abrahamu aliyekaa huko Sodoma na mali yake, wakaenda zao. Mtu mmoja aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abrahamu Mwebrania, naye amekaa panapo Miamori ya Malme. Umeona sasa? Anaitwa Ibrahim Ebrania. Neno Mwebrania maana yake aliyetoka ng'ambo ya bahari, ng'ambo ya mto. Ina maana Ibrahim wao walikuwa ni watu waliyetoka ng'ambo ya mto ule Yordani. Ilikuwa ni Urwa Kaldayo. Ina maana hawa wa Ebrania ni watu waliyetoka ng'ambo ya mto. Lakini umeona ya kuwa mara nyingi sana hiyo neno wa Ebrania, kumbuka ya kuwa ilikuwa ni kwa ajili ya Ibrahim, lakini
na uzao wake ambayo ilikuwa teule na kuja kutoa Kristo. Ina maana kumbuka ya kuwa wako Waismailia ambao walikuwa ni uzao wa Ibrahim, lakini wale waitwa Waebrania. Wapo watoto wa Ketura ambao tuliona wanatokea wako kule jangwani, hawaitwa Waebrania, lakini kumbuka jina Waebrania ni kwa ajili ya Ibrahim na ile uzao wake teule ambao ni taifa la Israeli. Wao unajua kama wapo Waarabu pale ambao ni watoto wa Ibrahim, lakini wao sio wa Ebrania. So hilo jina Ebrania ilikuwa na limit yake. Ilikuwa kwa ajili ya Ibrahim pamoja na watoto wake ambao ni kutoka katika Isaka, na sio kutoka katika Isaka pia, na sio kwenda mpaka kwa Isao, kwenda kwa Yakobo. Maana Isao yeye anakwenda kutengeneza Edom, wa Edom ambao sio Waebrania, lakini Waisraeli wanapokuwa Misri wanaitwa Waebrania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu twende. Yule Mwamori, ndugu ya Eshkoli na ndugu ya Aneni, na hao walikuwa wamepatana na Abrahamu. Abrahamu aliposikia kwamba nduguye ametekwa mateka, akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake, watu 318, akawafuata mpaka Dani. Akajipanga apigane nao usiku, yeye na watumwa wake. Akawapiga akawafufuza mpaka Hoba ulioko upande wa kushoto na Dameski. Naye akarudisha mali zote. Akamrudisha na Rutu nduguye na mali zake, na wanawake pia na watu. Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedolaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe. Umeona sasa, tayari umeona Ibrahim alikuwa na strategic ya kupigana. Watu wa Mungu, vita lazima iwe inapangwa. Ibrahim pamoja na kuwa hakuwa na watu wengi, lakini anaenda kupigana na majeshi ambao ni wengi, maana hawafalme wanne bila shaka walikuwa na wanajeshi wengi. Lakini Ibrahim anapanga kuwavamia usiku, anapanga vijana wake katika usiku, na pata picha ya kuwa wanawapiga na kuwafukuzia mpaka mbali kule Dani. Lakini pata picha ya kuwa nguvu hiyo ilikuwa nguvu gani? Hiyo ni nguvu ya kumiliki ile nchi ya Kanaani. Maana kwa vyovyote anayeshinda ndiye aliyekuwa na kuwa mmiliki. So hakuna jinsi ambao wale wangeweza kuimiliki tena Kanaani wakati tayari kuna kafamilia kameshapiga wafalme wale. Ina maana na wao sasa walishadhoofishwa. Lakini Ibrahim anafanikiwa kurejesha kila kitu. Anarejesha Lutu ndugu yake na mali zake zote. Anarejesha mali za wale wafalme 5, mfalme wa Sodoma na Gomora na watu wake walietekwa, na mali zao zinarejeshwa. Lakini hebu pata picha kuwa Ibrahim wala hatataka kuchukua hata chochote kutoka katika vyote alivyorejesha, lakini atawarejeshea. Umeona moyo huo? Ibrahim alikuwa na moyo wa upendo kweli kweli. Pata picha kuwa Lutu alipojitenga naye, Lutu alionyesha kuwa hata yeye mwenyewe hakuwa anamfurahia nini? Nani? Ibrahim. Maana kwa nini aenda akae katika mbali huko? Alafu akae katika watu wabaya kiasi hicho? Na hiyo ilikuwa inatarisha hata maisha ya Abraham. Maana je, angeenda akapigwa na watu wake akamalizwa? Singekuwa kwa sababu ya Lutu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu twende. Nalo ni bonde la mfalme, na Melizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai. Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Umeona sasa? Tunapata picha, anajitokeza mtu ambayo anaitwa Melkizedek. Lakini yeye anajitokeza, anaenda kumlaki Abraham. Lakini anapomlaki Abraham, amebeba mkate na divai kwa ajili ya wale vijana. Haikuwa ni mkate wa Abraham peke yake.
ilikuwa ni mkate ya kutosha wale vijana waliyepigana wakiwa na Abraham. Lakini pata picha kuwa anambariki. Kumbuka ya kuwa katika Agano la Kale mkubwa alikuwa na bariki mdogo. Bila shaka hii baraka ya Melkizedek kwake Abraham, ina maana Melkizedek alikuwa ni mtu aliyekuwa juu kiroho na hata kimwili kwa Abraham. Ndio maana Abraham akakubali kupokea zile baraka. Lakini kumbuka anapombariki anamsifu Mungu alizofanya mbingu na nchi, ambaye amemwezesha Abraham na kushinda vita. Lakini kumbuka kinachomfanya Abraham akubali ni nini? Maana mtu huyu anataja jina la Mungu aliyeumba mbingu na nchi, na maana ni Mwenyezi Mungu. Na hii ni jambo ambayo Ibrahim akutarajia kusikia kwa mtu mwingine tena. Lakini wacha nikwambie, unaweza kaona ya kuwa tunahubiri injili ya kweli, lakini usidhani ya kuwa hakuna watu wengine Mungu anawatokea. Wapo watu ambao wamesimama neno la Mungu la kweli, na kweli hawatendi dhambi, wamekaa katika msingi. Abraham anataka kupigana vita, lakini anakuta mtu ambaye yuko tena juu yake. Yuko juu yake. Na anapopokea zile baraka, kumbuka ya kuwa mtu huyo alikuwa ni mfalme. Na mtu huyo alikuwa ni kuhani wa Mungu aliye hai. Lakini hebu pata picha hizo title mbili. Kuhani alikuwa na ofisi moja. Wakati wa kuhani wa Kiharuni, Haruni alikuwa ni kuhani peke yake. Lakini ukuhani wa Kiharuni, kumbuka, ulikuwepo, lakini ofisi ya ufalme ulikuwepo. Ndio maana Daudi alikuwa ni mfalme, lakini kuhani mkuu wakati wa Daudi alikuwa ni Abiathari. Kuhani mkuu wakati wa mfalme Suleimani alikuwa ni Sadoki. Lakini umeona sasa kinachofanyika ni huyu, yeye alikuwa na hizo title mbili, lakini anatoka from nowhere. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 7 kuanzia mstari wa kwanza, ya kuwa yeye alikuwa ni mfano wa Kristo, maana hakuwa na baba wala mama. Ina maana amezuka tu, hata ijulikani ametoka wapi. Kazuka tu, lakini tayari anaonekana. Lakini kumbuka, hakuna kitu kinachokuja kwa bahati mbaya. Mungu alianza kuandaa ukuhani mwingine tena, maana kumbuka kuwa Kristo alikuwa anakwenda kuzaliwa kwenye familia ambayo haiwezi kumruhusu kuwa kuhani. Maana Kristo anakwenda kuzaliwa kwenye familia ama kwenye nyumba ya nani? Nyumba ya Yuda, ambayo haikuwa na kibali cha kuwa kuhani. Lakini kumbuka kwa Yesu alitakiwa aje awe ni kuhani mkuu, na aje awe pia ni mfalme. Lakini pata picha kuwa kilichofanya Yesu atoke katika ile nyumba ya Yuda ilikuwa ni kwa sababu katika ile Mwanzo sura 49 na mstari ile ya 5 mpaka ya 9 tunaona Mungu anatoa unabii kupitia Israeli ama Yakobo, ya kuwa katika nyumba ya Yuda fimbo ya enzi haitaondoka. So ina maana Yesu angezaliwa kwenye nyumba ya Lawi, ina maana ile fimbo ya enzi ilikuwa kwake hamna. Lakini anazaliwa pale ambapo kuna fimbo ya enzi. Lakini Mungu anafanya tena, anafanya hata miaka mingi kabla Yesu kuja kutokea, anafanya ukuhani, lakini ni ukuhani ambayo ni ukuhani wa tofauti, ambayo ni ukuhani wa Melkizedek. Lakini ukuhani wa Melkizedek ilikuwa ni ukuhani pamoja na ufalme ambao Kristo alitakiwa aje awe naye. Ndio maana watu wa Mungu, miaka mingi baada ya hapo, Daudi anatoa unabii sasa. Katika ile Zaburi 110 na mstari wa 4, mtu anisomee. Daudi anakuja kutoa unabii ya kuwa atatokea mtawala, naye baba yake amemfanya awe ni wa umbali wa Melkizedek, awe ni kuhani na mfalme kama Melkizedek. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka ya kuwa ni miaka mingi wakati huo ambao tunaona Melkizedek anajitokeza,
na wakati ambao Daudi anakuja kutokea, Melkizedek anakuja kujitokea katika Ibrahim alikuwepo katika miaka ya 2000 kabla ya Kristo. Lakini kumbuka Daudi anakuja kutokea mwaka 1000 kabla nani? Kristo. Na maana karibu zaidi ya miaka 1000, lakini Daudi anakuja pia kutabiri mambo yatakayotokea karibu miaka 1000 ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Maana baada ya miaka 1000 ambao Daudi alikuwa anatawala na anatabiri hayo katika Zaburi, ikarudi miaka 900, 800, 700, ikaja paka miaka 100, 50, 30, 25. Ilipofika mwaka wa 6 tayari Kristo anazaliwa kati ya mwaka wa 6 na mwaka wa 5 kabla ya Kristo, ambao ni BC. Hebu aliyepata Zaburi 110 mstari wa 4 anisomee. Ni Daudi anatabiri, lakini mambo ambayo yalitokea miaka 1000, lakini mambo yatakayotokea tena baada ya miaka 1000 ijayo. Soma kwa jina la Yesu. Bwana ameapa wala hatagairi. Bwana ameapa hata gairi. Lakini anza kwenye sura mstari wa kwanza ili mtu mmoja aelewe vizuri. Neno la Bwana kwa Bwana wangu. Neno la Bwana kwa Bwana wangu. Umeona sasa? Bwana ni herufi gani? Kuna hapo herufi kubwa zote ambao ni nafsi ya Mungu Baba, lakini kuna Bwana ambaye herufi ya kwanza ni kubwa, herufi zingine ndogo. Huyo ni Yesu. So Daudi anaongelea habari za Mungu Baba kumweka Mungu Mwana. Umeona sasa? Unavyoona kwenye Biblia Bwana yenye herufi zote kubwa, hiyo ni Mungu Baba. Lakini ukiona Bwana yenye herufi ya kwanza ni kubwa, zinazofuata ni ndogo, huyo ni Bwana ambao maana yake ni nafsi ya Mungu Mwana ambao ni Kristo. Keti mkono wangu wa kuume. Umeona Bwana ambao ni herufi kubwa anamwambia Bwana ambaye herufi ya kwanza ni kubwa ambao ni Yesu, ya kuwa aketi mkono wa nini? Wa kuume. Lakini pata picha kuwa ni nani aliyeketi mkono wa kuume wa kiume wa Mungu Baba, naye anatuombea mpaka leo. Je, sio Kristo huyo? So anatabiri mambo ambayo tayari Mungu aliandaa miaka 1000 iliyopita, lakini tayari anatabiri mambo yatakayotokea miaka 1000 ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Sikufundisha kwenye kitabu cha Ufunuo kuwa Bwana amempa Mwana mamlaka ya kutawala, na Mwana amepewa mamlaka ya kuleta uokovu, lakini amepewa na mamlaka ya kuleta ukombozi na kuleta pia hukumu. Na ni sharti Bwana huyu ambaye ni Kristo atishe maadui wake chini ya nyaya zake, kisha amrejeshe Bwana kiti kile chake, na Bwana naye amtishe naye chini ya Bwana, ambao Bwana huyo ni Bwana yenye herufi zote kubwa ambayo ni Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atainyosha toka Sayuni fimbo ya nguvu zako. Uwe na enzi kati ya adui zako. Umeona? Bwana atanyosha fimbo yake kutoka Sayuni. Ina maana kinachotakiwa kunyosha fimbo, ina maana utawala. Ina maana kinachotakiwa, ilitakiwa Yesu anapokuja kwa Israeli ambayo ni Yuda, ambayo ndio Yerusalemu pale ambayo kuna mlima Sayuni, ilitakiwa Yesu pale apokelewe, akubaliwe, aanze pale, alafu akitoka pale ndio sasa alete utawala wake katika mataifa yote. Lakini huo ni utabiri ambaye mfalme Daudi anatoa kabla ya jambo hilo kutokea. Lakini anatabiria kuwa Mungu ndiye aliyetengeneza huo ukwani wa Kimelkizedek, ili Bwana aje awe na nini? Awe na hizo ofisi mbili. Awe ni kuhani, lakini awe pia ni mfalme, ambao kuhani wa Kiaruni haikumruhusu mtu kuwa na ofisi ya nini? Wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wako wanajitoa kwa hiari siku ya uwezo wako. Kwa uzuri wa utakatifu. Tokea tumbo la asubuhi unao umande wa ujana wako.
Bwana ameapa wala tagairi. Bwana ameapa wala tagairi, Ndio kuhani hata milele. Umeona, ndio kuhani hata milele. Ina maana ukuhani wa Melkizedek ilikuwa ni wa milele. Ukuhani wa Kristo ni wa milele. Ndio maana Kristo alivyokuwa ni kuhani pale, alivyotoa maisha yake na kufa tayari na kufanyika kuwa ni kuhani na kwenda kutupatanisha mbinguni na kutumia damu yake kuosha dhambi iliyokuwepo katika hekalu la mbinguni wakati shetani alitenda dhambi mbinguni. Hii inatuonyesha kuwa dhambi haikuanzia hapa duniani. Dhambi ilianzia kule mbinguni kwenye hekalu la mbinguni. Hekalu la mbinguni ilikuwa ni mahala ambapo Mungu alikuwa anaabudiwa, na kuhani aliyokuwepo pale akiongoza hizo sifa alikuwa ni Lucifer. Na alivyo asi kule mbinguni alichafua ile hekalu, na damu haikuwepo ya kuweza kuitakaza, wala haikuwepo damu ya mnyama yote ya kuweza kuitakaza. Lakini Yesu alivyomwaga damu yake, kumbuka siku ile alivyofufuka, alipaa juu akaenda kule kwa Baba yake, akawa kama limbuko ya waliyekufa katika Bwana na kupata kuingia mbinguni. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 20 utaona Kristo alivyofufuka alimtokea Maria Magdalena, akamwambia, mama, unalia nini? Akamwambia, nionyeshe ni wapi ulivyomweka Bwana wangu niende nikamtoe. Alivyomkaribia zaidi akamtambua, alafu akamuita Raboni, ina maana mwalimu wangu. Lakini akamwambia, usiniguse, maana sijakwenda kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenyu, Baba yangu naye ni Baba yenyu, lakini nenda kaambie ndugu zangu wanafunzi ya kuwa ninakwenda kwa Baba yangu na ni Baba yao, Mungu wangu na ni Mungu wao. Nami nitafanya nini? Nitawatangulia wapi? Galilaya. Tukutane Galilaya. Bwana Yesu asifiwe. Na jioni hiyo walipokuwa wamejifungia katika chumba, tayari akajitokeza mbele yao. Ina maana tayari alishatoka mbinguni. Na kumbuka ya kuwa ilikuwa ni kazi ya kuhani ya kwenda kupatanisha dhambi za waliyetenda dhambi. Kuhani mkuu aliingia mahali patakatifu patakatifu ile mwezi wa 7 na siku ya upatanisho. Na kumbuka Kristo akafanyika kuwa ni mpatanishi. Ndio maana alivyokwenda mbinguni kule juu, hakwenda na damu ya mnyama, alikwenda na damu yake kwenda kupatanisha dhambi zetu mbele za Mungu. Ndio maana kupitia yeye sisi tunakombolewa, na yeye ametufanya na sisi tuwe ni makuhani. Sema, mimi ni kuhani. Mimi ni kuhani wa Kimelkizedek. Mimi ni mfalme. Mimi ni mfalme wa Kimelkizedek. Wewe ni hebu nani anaweza kaniambia yeye ni kuhani kivipi? Wewe ni kuhani kivipi? Wewe ni kuhani namna gani? Kazi ya kuhani ilikuwa ni kuweza kwenda mbele za Mungu mahali patakatifu patakatifu. Ndio maana kwenda mbinguni mbele za kiti za Bwana kwenda kupatanisha watu, alienda kuhani lakini wa Melkizedek aliyekuwa ni Kristo. Na kumbuke ya kuwa Kristo anakaa ndani yetu, na hii ndio inayotufanya sisi tuwe na kibali cha kuweza katika maombi yetu kwenda mahali patakatifu na kufikia Bwana. Ndio maana mimi hapa nipo kama kuhani mkuu, ndio maana napatanisha dhambi za watu. Unaweza nawe ukafika mahali patakatifu patakatifu, maana Kristo amefanya uwe ukoo wa kifalme na ukuhani wa Kimelkizedek. Bwana Yesu asifiwe. Hebu malizia hapa, alafu wewe fungua ile Waebrania sura ya 7 upate kuona, maana habari za Melkizedek imeongelewa kwenye vitabu vitatu. Imeongelewa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 14, na imeongelewa kwenye kitabu cha Wazaburi 110, na imeongelewa kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 7. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malizia Epafra ndio asome pale Waebrania sura ya 7. Bwana ameapa wala tagairi, ndio kuhani hata milele kwa mfano wa Melkizedek. Waebrania sura ya 7 kuanzia mstari wa 1. Kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu. Umeona, alikuwa ni kuhani wa Mungu aliye juu. Aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki, ambaye Ibrahimu alimwagiwa sehemu ya 10 ya vitu vyote.
Tafsiri yake, jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salem, maana yake mfalme wa amani. Umeona sasa, Salem ilikuwa ni wapi? Salem ilikuwa ndio Yerusalem. Na pata picha kuwa hii Salem ilikuja kuwa ni sehemu muhimu sana mpaka sasa hivi. Yerusalem Daudi alikuja kuichukua na akaifanya kuwa ni makao makuu ya Mungu. Na ndio maana hata mji utakayeshuka inaitwa Yerusalem mpya. Daudi alikabidhi ule mji uliopo duniani ikawa ni mji wa nani? Mji wa Mungu. Lakini kuna mlima pale katika mji ule unaitwa mlima wa Sayuni. Ndio maana hata kwenye Ufunuo katika maono ya Yohana mwana wa Zebedayo akaona watu wamesimama juu ya mlima Sayuni lakini ya mbinguni. Sasa kinachofanyika, mtu wa Mungu, ni lazima tuangalie sana ya kuwa huyu Ibrahim anakutana na huyu mfalme wa Salem, lakini kwa nini ampe fungu la 10? Maana tunapata neno fungu la 10 mara ya kwanza kwenye hiyo Mwanzo sura ya 14, pale ambapo baada ya Ibrahim kubarikiwa na huyu mfalme wa Salem, Ibrahim anampa 1/10. Hebu nikuulize, umewahi kujiuliza asili ya 1/10 hii ilitokea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Nani amewahi kujiuliza? Hebu soma leo, nataka nikuambie asili yake, ili siku moja huje ushangaze mtu ukimuuliza kuwa unavyoongelea hii 1/10, niambie asili yake iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 3. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, wala hana mwisho wa uhai wake. Umeona sasa? Ina maana pale katika ile sura ya 14 kitabu cha Mwanzo, ina maana amezuka tu, wala haijaelezea mwanzo wake wala mwisho wake, akuwa amekufa jafa pale, wala watu wamebaki njia panda. Haijulikani ya kuwa amezaliwa jazaliwa, haijaonyesha wazazi wake nani. Ndio maana alikuwa ni aina ya nini, ama mfano wa nani? Wa Kristo, wa Kristo ambao ni Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bali amefananishwa na Mungu, amefananishwa na mwana wa Mungu, huyo adumu kuhani milele. Yeye hakuwa ni mwana wa Mungu. Sema Melkizedek hakuwa mwana wa Mungu, bali alifananishwa na mwana wa Mungu. Umeona sasa? Hapo usifanye kosa. Kuna watu wengine wanayemuita Melkizedek kama ni Yesu. Hiyo ni kosa. Ina maana yeye amefananishwa na mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Sema amefananishwa na mwana wa Mungu. Lakini yeye sio mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi angalieni jinsi mtu huyo alivyokuwa mkuu, ambaye Ibrahim baba yetu mkuu alimpa sehemu ya 10 ya nyara. Umeona sasa? Alikuwa ni mkuu kwake mpaka Ibrahim. Of course kwa kipindi hicho aliyekuwa mkuu upande wa Mungu alikuwa ni Ibrahim, aliyekwenda mbele za Mungu hata kwa kujenga madhabahu alikuwa ni Ibrahim. Lakini Ibrahim anakuta mtu ambayo ni mkubwa kwake, anakuta kabisa, yani kuhani wa Mungu aliye hai, na hii inamlazimu sasa atoe fungu la 10. Hii fungu la 10 alimtolea kuhani, alimtolea mfalme, na asili yake iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ipo vitu ambavyo vipo kwenye Biblia ambayo hatujaambiwa asili yake, ndio maana hatuzichukulii kwa seriousness. Na katika wana wa Lawi, nao wale waupatao ukuhani kwa amri kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao, yaani ndugu zao, kwa agizo la sheria, ijapokuwa hawametoka katika viuno vya Ibrahimu, bali yeye ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa ametoka kwa hao, alitwaa sehemu ya 10 kwa Ibrahimu, akambariki yeye aliye na ile ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Andiko hilo na kuonyesha kwa kumbe Walawi wao hawakuwa na sababu ya kutoa fungu la 10.
Walawi na makwani walikuwa hawatoi fungu la nini? Lakini wanasema kuwa hata Lawi naye ambaye hakuwa na halali ya kutoa fungu la 10, lakini naye alitoa fungu la 10. Maana wakati Ibrahim anatoa fungu la 10 kwa yule Melkizedek mfalme wa Salem aliyekuwa ni kuhani wa Mungu aliye hai, tayari na Lawi naye alikuwepo katika kiuno cha nani? Cha Ibrahim. Ina maana na yeye alifanya nini? Alitoa. So hapo utapata picha kuwa Walawi kumbe walikuwa wafanye nini? Hawatoi fungu la 10, lakini fungu la 10 ilikuwa ni sehemu ya nani? Ya Walawi. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni sehemu ya Mungu, ya kazi ya Mungu na Walawi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuone hii fungu la 10 asili yake iko wapi? Hebu tufungue kwenye tuone ya kwa nini apewe Melkizedek moja ya 10. Alipewa kama kuhani, alipewa kama mfalme. Tuone ya kuwa asili yake ilikuwaje. Fungua kwenye Samueli wa kwanza sura ya 8, usome mstari ile wa 15, usome mpaka mstari wa 17, alafu tuone. Samueli wa kwanza sura ya 15. Sura ya 8 na mstari wa 15 mpaka 17. Samueli wa kwanza sura ya 8. Samueli wa kwanza sura ya 8 mstari wa 15 mpaka 17. Ndiyo. Naye atawatoza ushuru wa mbegu zenu. Tayari anayeongea hapo ni nabii Samueli. Na hapa baada ya wana wa Israeli kuomba wachaguliwe mfalme atakaye kwenda mbele yao ili nao wafanane na mataifa mengine. Lakini sasa hebu tupate jinsi ambao Samueli anawaeleza wana wa Israeli ambao walitaka wachaguliwe mfalme. Lakini hebu tuone anasemaje nabii Samueli. Mstari wa 15. Naye atawatoza ushuru wa mbegu zenu na wa mizabibu yenu, awape maakida wake na watumishi wake. Atawatoa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe zenu walio wazuri sana na punda zenu, naye atawatia katika kazi zake mwenyewe. Atawatoza fungu la 10 la makundi yenu. Atawatoza fungu la 10 ya makundi. Atawatoza fungu la 10 ya vitu vyao. Umeona mtu wa Mungu? Sasa kinachofanyika, kumbe kiasili moja ya 10 ilikuwa ni sehemu ya wafalme. Na ilikuwa ni sehemu ya wafalme, ina maana kwa kipindi hichi Ibrahim anapofanya nini? Ibrahim tayari anapotoa hii moja ya 10 anamtolea Melkizedek. Akumtolea kwa sababu alikuwa ni kuhani, lakini alimtolea kama mfalme wa amani, mfalme wa Salem. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka ya kuwa tayari ilipokuja sasa katika amri na sheria, Mungu akaweka moja ya 10 iwe ni sehemu ya makwani. Kwa sababu gani? Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka ya kuwa wakati wa wana wa Israeli kuwepo kule katika mlima Sinai, kwenye Agano la Kale tunaona mara nyingi watu kama wakina Daudi, Sauli, wafalme walikuwa ndio nani? Walikuwa ndio waliyekuwa wanaamua watu, walikuwa ndiye mahakimu, walikuwa ndiye wanafanya kazi ya kuamua watu. Lakini pale ambapo sasa walipoletwa makwani sasa mara ya kwanza, na tayari kashonwa vazi la kuhani, pata picha kuwa tayari huyu kuhani alikuwa kama mfalme. Maana aliyeamua kati ya watu, aliyetoa hukumu, alikuwa ni yule aliyekuwa na Urimu na nini
na Thumim, maana zilikuwa ni mawe mbili lakini za mahukumu. Na ndio maana ya kuwa mnavyoamuliwa tayari kitu kilichokuwa kinadhibitisha kuwa wewe ni umetenda hujatenda ilikuwa ni Urim na nini wa Thumim. So ikawa hiyo 1/10 sasa inaangukia nani? Inawaangukia hawa makwani, lakini kana kwamba na wao wanafanya kazi ya nini? Kazi ya wafalme. Na moja kwa moja ikaendelea kuwepo nyumbani mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisikie makofi kwa ajili ya Bwana. Fungu la 10 lina utata mkubwa. Mwaka huu tunataka tuichimbe hiyo fungu la 10 tukuje tuione. Nataka tuje tuione. Hebu twende. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue. Umeona tayari ndio habari za mfalme wa Salem, habari za Melkizedeki ndio zimeisha hivyo. Mwanzo wake haijaelezwa, haijafafanua liwa. Mwisho wake pale pia imekatwa tu hivyo, imeacha watu njia panda. Ndio maana katika kitabu cha Ibrania tumeona kuwa hakuwa na mwanzo wala mwisho, naye ni kama ni mfano wa mwana wa Mungu. Lakini kumbuka ya kuwa habari zake zimeanza tu, zimezuka tu, lakini zinapotea tena juu kwa juu. Lakini tayari umeona pale inaingia kwenye habari za mfalme wa Sodoma, na mfalme wa Sodoma anayeomba Ibrahim amrudishie watu wake waliotekwa, lakini anasema Ibrahim abaki na mali ambayo amekomboa. Lakini Ibrahim anamwambia kuwa kama Mungu aishivyo hataweza kuchukua hata mali moja, asije akajidai ya kuwa alimtajirisha nani? Ibrahim. Wakati huo Ibrahim alikuwa tajiri, watu wa Mungu. Alikuwa tajiri wa dhahabu, tajiri wa mifugo. Na kumbuka unapokuwa na mifugo wengi tayari wanaongezeka, maana ukiwa na mifugo kama 1,000 mwezi moja, je hawajazaana ikaongezeka 100? Je miezi 6, je uwezekano kawa tayari umeshafikisha 2,000. So kadri unapozidi kuwa na wengi wanazidi kuongezeka kwa kasi sana. Mstari wa 22. Abrahamu akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi, ya kuwa sitatoa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abrahamu. Isipokuwa hivyo walivyokula vijana na sehemu za watu waliokwenda na. Umeona kama kuna kitu ambacho vijana wale walikula kutoka, yani walivyochukua wakatumia wakati ule walivyokuwa katika mapambano yale, hayo tu ndio yatakayesabika ya kuwa imetumika. Lakini vingine vyote Ibrahim anasema kuinua mkono kwa Mungu aliye hai, na maana kujiachilia mbele za Bwana na kusimama katika haki. Nasi tunahitaji tusimame katika haki katika kila tunachotenda. Kuhusu watu wasiomjua Mungu na wanayemjua Mungu, umeona Ibrahim anatendea wale wasiomjua Mungu mema, anatendea huyu mfalme mema. Watu wa Mungu, watu wasiomjua Mungu tuwatendee mema, hata wanayejua Mungu tuwatendee mema, ili watu wa Mungu angalao tuendane na wale ambao walitangulia katika Biblia, ambao ndio mababa za imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani Aneri na Ashkori na Mamre na watwae wao sehemu zao. Umeona Mamre ambao nilikwambia hao marafiki zake na ndugu zake. Mamre ilikuwa ni jina la mtu, ndio maana Mialoni Mamre ina maana ilikuwa Mialoni ni miti, si ndio? Lakini Mamre ilikuwa ni jina la mtu. Lakini alifanya nini? Alifanya mkataba na Ibrahim na kwa marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona habari za kuokolewa Lutu
na pia habari za Mungu anatengeneza ukuhani na ufalme ambayo ilimpa Yesu mamlaka ya kufiti katika viatu hivyo viwili ambao ni mfalme na kuhani. Ndio maana Yesu akuwa ni wa ukuhani wa Kiaruni, maana ukuhani wa Kiaruni ilikuwa inatoka kwenye nyumba ya Lawi, lakini Kristo yeye moja kwa moja alitoka katika nyumba ambayo iliahidiwa ya kuwa fimbo ya enzi ya utawala haitaondoka, ambayo ni nyumba ya Yuda, kama tutakavyoona katika sura ya 49 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 8 tutakapofika pale. Lakini kumbuke ya kuwa tayari Mungu anatengeneza ukuhani ambayo imeambatana, ambayo iko pamoja na ufalme na ufalme. Na ndio maana Daudi akatabiri ya kuwa Bwana Mungu, ina maana Bwana akaitengeneza huo ukuhani wa Kimelkizedek, lakini lengo ilikuwa ni kwa ajili ya Kristo Yesu, ili apate kuja kuvaa hizo kofia zote. Ndio maana na sisi tumevaa hizo kofia, maana kama Kristo yuko ndani yako, basi wewe ni mfalme. Kama Kristo yuko ndani yako, basi wewe ni kuhani. Ndio maana hakuna mtu anayehitaji kukupeleka mbele za Mungu. Wewe mwenyewe unavyotubu tu, tayari moja kwa moja umeshapatanisha dhambi zako, uko mbele za Mungu, unaongea na Mungu. Amen. Na sio mchungaji tu, mchungaji anakuongoza tu, lakini wewe ni kuhani mkuu. Kama umeokoka, unayo kibali cha kufika mbele za Mungu. Zamani hakuna mtu aliyeruhusiwa kufika mbele za Mungu. Ukienda mbele za Mungu ulikuwa na kufa na katiriwa mbali. Ina maana alikuwa mtu mmoja tu. Hata baada ya Mungu kumweka Haruni kuwa ni nani, Musa kuweka Haruni kuwa ni kuhani mkuu, ina maana pale katika hema ya makutano, mahali patakatifu, hata Musa alikuwa haingii kule. Haruni alikuwa anaingia mara ngapi kwa mwaka? Na akiingia kule anatumia jina la Yahwe ama Yehova, na akiwepo huko mguu umefungwa kamba na vikengele vinafanya nini? Vinapiga akiwepo mle ndani. Hebu naomba tuende kwenye sura ya 15, alafu tutakuwa tunaishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nione mtu anayesema mchungaji, nimeelewa. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. So utakapokwenda nyumbani, weka maeneo mengine sawa katika yale ambayo ulifupisha. Kama ulishafika sura ya 14, andika yale mengine, alafu njoo nione kama umefupisha vizuri. Tunahitaji tujue Biblia, watu wa Mungu. Tuache hizi bla bla, tujue Biblia. Kama huwezi kujua Biblia tunakoelekea sasa hivi, utakuwa katika wakati mgumu sana. Maana wanakuja, wako wengi wameshakuja, wanafundisha vitu vingine kichwa chini mguu juu. Lakini usipojua neno la Mungu katika asili yake, kabla mtu hajaanza ongezea kachumbari, hajaweka pilipili hoho na mengine, unahitaji kuijua kwenye asili yake. Amen. Na hii itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende kwenye sura ya 15, tuone Mungu anafanya agano na Ibrahimu. Tuone Mungu anataka kutufunulia nini tena. Hebu twende kwa jina la Yesu. Sura ya 15. Baada ya mambo hayo, baada ya mambo gani? Baada ya yale mambo yaliyotokea kwenye sura ya 14. Umeona, ina maana sura ya 13 ni mwendelezo wa sura ya 12. Sura ya 14 ni mwendelezo wa sura ya 13, na sura ya 15 ni mwendelezo wa sura ya 14. Sasa kama hujasoma sura ya 14, je, utaelewaje sura ya 15? Usiposoma sura ya 13, utaelewaje sura ya 14? Umeona, ili uelewe sura ya 14 ya kuwa imekuaje na huyu mpwa wa Ibrahimu naye akatekwa wakati walikuwa na Ibrahimu, lazima uelewe sura ya 13 ya kuwa watu hawa wanatengana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uelewe sura ya 13 ya kuwa watu wametengana. Wametenganaje? Ibrahimu anamwambia Lutu ya kuwa chagua, ukichagua kulia mimi nitakwenda kushoto, ukichagua kushoto mimi nitakwenda kulia. Akamwambia hii nchi iko mbele yako. Naye Lutu kwa tamaa anainua kichwa chake, anaona ile bonde la Yordani ambayo ilikuwa inaelekea Sodoma na Gomora, naye anachagua kule na anakwenda anajengeza hema yake. Hatimaye anafika Sodoma na
Gomora katika sehemu ya dhambi. Na hii inajenga msingi wa sura 14, yeye kuja kutekwa na yule Keldorama na wale wafalme watatu walipoteka wafalme watano ambao imebeba nayo ufalme wa Sodoma na ufalme wa Gomora, lakini Lutu naye na mali zake zinabebwa. Bwana Yesu asifiwe. Sidhani kama kuna mtu ambaye haelewi haya sasa. Ndio maana Biblia imeungana kuanzia sura ya kwanza ya Biblia mpaka sura ya mwisho ya Biblia. Kuanzia kitabu cha kwanza cha Biblia hadi kitabu cha mwisho cha Biblia. Anayekudanganya kuwa utakiwi kusoma Biblia yote, huyo ni mtoto wa shetani na anaua injili kimya kimya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima turudi kabisa na kila mtu asome Biblia sura kwa sura, kitabu kwa kitabu, agano kwa agano. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi. Neno la Bwana linamjia Abraham katika Njozi. Bila shaka Biblia Kiswahili imefanya kosa. Ukisoma kwenye Biblia Kiingereza inasema kwa ikamjia kwenye maono, in vision. Ukisema njozi ina maana hiyo ni ndoto ambao sio sahihi. Biblia ya Kiingereza imesema kwa ikamjia kwenye vision. Ni njozi. Ni kweli Costa? Ni ya Kiingereza? Hiyo iko sawa. Kama ya kwako inasema maono iko sawa. Kama ya kwako inasema njozi, basi haiko sawa. Unatakiwa andike pale juu yake, andika tu ya kuwa maono. Andika maono, sio njozi. Ukisema njozi ina maana ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Imemjia katika maono. Maono ni jambo ambayo hujalala, upo lakini kana kwamba umepitiwa, lakini unaona vitu ambao watu wengine wafanye nini? Hawaoni, lakini unakuwa hujalala. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Tulikuwa tunaijua kama ni nini? Ni ndoto, lakini hapo sio ndoto. Ataingiwa na ndoto baada sasa ya kutoa nini? Kutoa kafara zile sasa. Baada ya kutoa wale wanyama na kuzipanga zikielekeana pande mbili, hapo ndipo sasa jua itakapokuwa imezama na giza imeingia, hapo ndipo atakapoingiwa sasa na nini? Na usingizi. Ina maana ule usingizi atakuwa sasa naona ile tanuru ya moto unapita, lakini anaiona kwenye nini? Kwenye maono ama usingizi sasa. Sio maono sasa, anaiona kama kwenye nini? Kwenye ndoto sasa. Hebu twende. Inena, usiogope Abraham. Mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Kwa nini Mungu anamwambia Abraham asiogope, maana yeye ni ngao yake na thawabu yake? Kwa sababu tayari Ibrahim ametoka kupigana nini? Vita. Ametoka kupigana nini? Vita. Lakini kumbuka ya kuwa Abraham ameshakumbushwa na mfalme wa Salemu yule ya kuwa ashukuriwe Mungu aliyewatia maadui zako mkononi mwako. Ina maana umeona, ukijifunza kwa mfalme wa Salemu Melkizedeki, ina maana amsifu Ibrahim ya kuwa ndiye ameshinda vita, lakini ni Bwana ndiye ametia maadui zake mkononi mwake. Bwana atie maadui zako mkononi mwako kwa jina la Yesu. Bwana atie wabaya wako mkononi mwako kwa jina la Yesu. Lakini atakapowatia utawatendea nini? Wape ugali wale, wape injili wale, ndio neno la Mungu, ndio chakula cha kiroho. Tumejifunza ya kuwa huyu mfalme wa Salemu anamtukuza Bwana. Ndio maana watu wa Mungu tujifunze kutukuza Bwana kwa kila jambo. Hata kama wewe ndio umefundisha vizuri, sema Bwana ndiye amefundisha. Umesifiwa, mpe Mungu utukufu. Lakini Mungu anamhakikishia kuwa ataendelea kuwa ngao yake. Na ngao yake na maana asiogope falme na wafalme waliopo katika nchi hiyo, maana tayari ameshampa, lakini Mungu anaendelea kumhakikishia. Hebu twende kwa jina la Yesu. Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto. Lakini kumbuka sasa, maongezi hayo sio maono tena. Hapo bado ni maono, lakini mbele atakuwa sio nini? Sio maono, lakini hapo ni maono. Kumbuka ya kuwa
anaongea katika maono. Yawezekana watu wa Mungu akaja kwenye maono kaongea naye. Yawezekana malaika akaja katika maono kaongea naye. Yawezekana Roho Mtakatifu akaja katika maono kaongea naye. Na ukarizo naye. Umewahi hata kuongea na Mungu ama hata Yesu katika ndoto na ukajibu vizuri sana. Umeona kwenye maono Mungu anaongea na Abraham, usiogope, mimi ni ngao yako na thawabu yako ni kubwa. Lakini namwambia kwa utanipa nini? Hii thawabu unayosema utanipa kubwa, utanipa nini hali mimi ndio naondoka na karibia kufa, lakini sina mtoto. Mrithi wangu ni mfanyakazi wangu ambao ni wa zamani na ni mkuu, yule Eliazari Mdameski. Lakini ni kwenye maono. Usipuzie maono, usipuzie mawazo, usipuzie ndoto. Kwenye ndoto Mungu anaweza akasema nawe na ukamjibu. Kwenye maono Mungu anaweza akasema nawe ukamjibu. Kwenye mawazo Mungu anaweza akasema nawe. Kwenye mawazo yako kuna wakati Mungu alisema na wewe, lakini hakuna aliyekuambia kuwa Mungu husema na watu kwenye maono. Mungu husema na watu kwenye mawazo. Mungu husema na watu kwenye ndoto. Ndio maana usipuzie maono, usipuzie mawazo, usipuzie ndoto, maana waliyepuzia walimpuzia Mungu siku saa nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliazari Mdameski. Abrahamu akasema, tazama kunipa uzao na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Umeona, Eliazari bila shaka yawezekana baba yake alikuwa ni mateka ama alikuwa ni mtumwa pale kwa Ibrahimu, na Eliazari akazaliwa. Maana Ibrahimu anasema kuwa mtu aliyezaliwa katika nyumba yangu. Umeona kuwa wale 318 ni watu aliyezaliwa katika nyumba yake, ndiye akaenda kupigana. Lakini tukienda kwenye sura ya 24 tutaona huyu ambaye Ibrahimu alishamchagua kuwa atakuja kuwa ni mrithi wake, ndiye anamwamini na kumwambia kuwa nenda ukaletee mwanangu nini, mwanamke. Lakini amezaliwa wapi? Kwenye nyumba yake. Yawezekana Mungu amekupa binti wa kazi wa ndani kwako, akakaa naye miaka mingi, na hatimaye hata kama ikifikia muozeshe, mtunze vizuri, kaa na mfanyakazi wako vizuri. Kuna watu walikaa na wafanyakazi wao vizuri, hatimaye wakatafutia maisha. Mjengee nyumba, mtengenezee maisha yake. Lakini kwa Afrika inakuwaga ndoto. Kwa ngozi nyeupe kidogo wanajaliga sana wafanyakazi. Mimi nimewahi kuona ngozi nyeupe moja amemjengea kabisa mfanyakazi wake wa ndani nyumba nzuri kabisa, sehemu nzuri kabisa. Tuwe na moyo wa upendo, watu wa Mungu. Amen. Hii ndio Mungu anayetaka. Huyu anayefanyia kazi mjali, mtengeneze maisha yake. Huyo ni mwanao, unaweza kumuozesha, ukamtafutia mke akaanzisha maisha yake. Yaani mpaka na watoto wake wanaweza kufanyia kazi. Watoto wa Eliazari ndio kumfanyia Ibrahimu kazi. Hebu twende. Na neno la Bwana likamjia likinena, huyo hata kulisi bali atakayetoka katika. Neno linakuja kwa sababu ni maono. Na kana kwamba ametoka, lakini bado inaendelea, inakuja tena neno. Lakini kwenye nini? Kwenye maono. Bwana Yesu asifiwe. Bali atakayetoka katika viuno vyako ndio atakayekulisi. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Kaldayo, nikupe nchi ili uirithi. Akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua kwamba nitairithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na ua na mwana njiwa. Akampatia hao wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tayari anapomuuliza Mungu anamwambia nipatie vitu hivi.
Mungu anataka kufanya agano na yeye, na ile agano Mungu anakwenda kufafanua zaidi. Kumbuka ya kuwa watu hao wa kipindi hicho walikuwa najua ya kuwa agano la kudumu na agano lazima itekelezwe. Ina maana udhibitisho ya Ibrahimu kujua ya kuwa hayo Mungu anamwambia yatakuwa kweli ilikuwa ni kupitia hii agano. Ndio Mungu anamletea kwa niletee hizi sadaka kwanza, alafu katika sadaka atamfanyia nini? Atamdhibitishia kupitia agano kati yake na yeye. Lakini umeona hii ni kwenye maono, napewa maelekezo ya kuwa niletee ndama wa miaka 3. Ndama aliwakilisha nini? Ndama aliwakilisha kuhani. Na niletee nini? Niletee mbuzi wa jike wa miaka 3. Uniletee na kondoo dume wa miaka 3. Na uniletee na ua na mkinda la nini? La njiwa. Lakini zote zinakuwa ngapi? Kwa jumla zinakuwa 5. Ndama, mbuzi jike, kondoo dume, ua na njiwa. 5 nilikwambia ni namba gani? Nilikwambia ni namba ya neema. Namba ya neema ni namba ya wokovu. Sisi tumeokolewa kwa neema. Ina maana ile ilikuwa ni ishara ya wokovu. Ilikuwa ni ishara ya madhabahu ya Golgotha ambayo msalaba wa Yesu ilisimama pale na kukomboa dunia. So ina maana ile 5 inawakilisha ukombozi na sadaka ambayo Yesu angekuja kuitimiliza. Bwana Yesu asifiwe. Namba 5 namba ya neema. Sema nimeokolewa kwa neema. Nimeokolewa kwa neema. Hujaokolewa kwa imani bali kwa neema. Maana kama ni mtu aliyetakiwa kufa ni wewe, maana ulitenda mabaya mengi sana. Lakini kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo hatukulipa chochote, bali bure tu sisi tumeokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Sema nimeokolewa bure. Nimeokolewa bure. Ndio maana watu wa Mungu tufanye juu chini watu wengine waokolewe. Tusiwalipishe watu hela ovyo ovyo. Watu wengi sana wanaogopa kwenda makanisani maana wanajua watatolewa upepo sana. Tusifanye kanisa iwe sehemu ya kutoa watu upepo. Iwe ni sehemu ya watu kupata neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Mungu. Huko bwana nije niombe, lakini je huko vipi? Hii masuala ya mshiko. Leta sadaka ya ukombozi, leta sadaka ya unabii, leta sadaka sio ya kwani, leta sadaka sio ya baiskeli. Mpaka unakuja na choko nasema du. Ukipiga hesabu milioni. Hujafungia wengine injili nje? Hebu twende. Mstari wa 10. Akampatia hao wote akawapasua vipande viwili. Akampatia sio sasa kwenye maono. Ina maana akatoa kwenye maono sasa akatengeneza madhabahu, akatengeneza sabisa, akatoa sasa hao wanyama akapatengeneza. Ndio maana utaona sasa wale ndege ambao wanasumbua wanataka wale atakuwa na wafukuza, lakini inapofika sasa usiku ametoa kwenye maono sasa akaifanya live, sasa analeta wanyama hao. Bwana Yesu asifiwe. Akaweka kila kipande kuelekea mwenzake. Ndege hakuwapasua. Hata tai alipotua juu ya mizoga Abrahamu akawafukuza. Na jua lilipokuwa likichwa usingizi mzito ulimshika Abrahamu. Umeona jua sasa linakuchwa, ina maana kumekuwa jioni sasa. Giza linaingia sasa. Tayari anashikwa na usingizi mzito, maana kumbuka Bwana anataka kuja sasa. Na hakuna aliyemuona Bwana akapata kufanya nini? Kuishi. Sasa Bwana anakuja sasa, lakini inabidi Ibrahim apate usingizi mzito, lakini ataona kinachoendelea. Ndio maana mara nyingi unakuta mtu anasema kwa mchungaji, nilikuwa nimelala nikaota mtu amenimwagia maji, lakini nilipoamka kweli ile vazi la usingizi nikakuta kabisa kweli kuna madoa kama yamemwagiwa maji. Ni kweli.
Ni kweli ndoto na ulimwengu wa kiroho, maana Mungu ni roho. Ndio maana anapokuja mambo ya roho na mambo ya ulimwengu wa kawaida zina muunganiko. Unaweza kabisa ukaota kabisa mtu akakuchoma mishale katika ndoto, ukiamuka unasikia kabisa kwa mbona ubavu unauma kabisa. Ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Usingizi mtoto ulimshika Abrahamu. Giza kuu likamwangukia. Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka. Hiyo ndiyo agano. Umejua agano lazima iwepo damu inayemwagwa. Ina maana katika yale maono ya kwanza ilikuwa ni maandalizi ya agano, lakini tayari ameshawachinja wale wanyama na amewaweka pale sasa. Kumbuka damu imemwagwa sasa. Kumbuka ya kuwa damu ile ilikuwa kwa ajili ya kuisil hiyo agano. Sasa hii ndiyo agano sasa kati ya Mungu na Ibrahim. Lakini Ibrahim sasa anachapa usingizi. Sasa ndiyo ndoto sasa Ibrahim sasa, ambayo mtu wa kwanza kuota ndoto. Tunaona sasa hiyo ndoto. Ndoto yenyewe ni usingizi umekuja mzito tu, jua ilipozama. Bwana Yesu asifiwe. Hata na taifa lile watakaowatumikia nitawahukumu. Baadaye watatoka na mali. Umeona? Hii tayari ipo katika agano. Katika agano Mungu anamwambia kuwa uzao wako kwanza watakwenda utumwani miaka 400. Ina maana vizazi 4. Lakini ile taifa nitaihukumu na watatoka na mali nyingi. Lakini kumbuka na Ibrahim naye alikwenda kule na ujanja naye akatoka na mali nyingi. Sura 12 Ibrahim si alikwenda Misri kule kwenye masuala fulani, lakini naye akatoka na mali nyingi. Mungu naye anaandaa njia kwa ajili ya uzao wake. Alipotoka na mali nyingi akarudi Kanani, lakini yeye alikuwa ni uvuli wa familia ama uzao wake nao kwenda katika kupora ile nchi, halafu kurudi katika hii nchi na mali nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani. Umeona, anahakikishia kuwa yeye ataishi miaka, atashiba miaka yake, alafu atakufa kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kufa sio kwa amani. Kuna kufa kwa amani. Sema Bwana nifanye nije nife kwa amani. Bwana nifanye nije nife kwa amani. Kama Bwana Yesu atarudi kabla wakati nikiwa mzima. Kama Bwana Yesu atarudi wakati nikiwa mzima. Umeona, kumbe kuna watu wengine hawafi katika amani, bali katika mateso. Bwana akusaidie. Kama imefikia umemaliza safari yako, iwe kwa amani, lakini miaka yako ushibe miaka yako. Ina maana asiwepo mtu wa kukatisha maisha yako. Ile mpango wa Mungu ndani ya maisha yako ipate kutimia yote. Bwana Yesu asifiwe. Utazikwa katika uzee mwema. Hujatimia uovu wa Amori bado. Umeona, tayari pale katika ule mji Waamori walikuwepo. Waamori ni sehemu ya watoto wa nani? Wa Kanani, ambao tayari wanatakiwa waje wakatiliwe mbali. Utaona hapo chini wakitajwa na Waamori. Waamori walikuwa ndio wale wajukuu wa Ham, ambao wao wanahitajiwa sehemu yao watoke ili Waisraeli wachukue. Lakini wa kipindi hicho Mungu anamwambia Ibrahimu ya kuwa bado mabaya yao hayajazidi kiasi kwamba wanahitaji kuhukumiwa. Bado walikuwa wako na machache makosa. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa jua lilipokuchwa likawa giza. Tazama, tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Hiyo umeona, tanuru ya moshi na moto inawakilisha Mungu. Kila Mungu alivyoshuka katika Agano la Kale ilionekana moshi juu ya mlima Sinai. Tutaona kwenye kitabu cha Kutoka palionekana moshi na moto. Lakini kumbuka ya kuwa kwenye kiti cha enzi, ukisoma kwenye ile Ufunuo sura ya 4, utaona kwenye kiti cha enzi ya kuwa pana mambo kama hayo. Moto yapo,
pana umeme, radi na vitu kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe. So wale wakilisha Mungu alishuka mwenyewe katika hiyo agano, na maana hiyo tanuru ya moshi na moto unapita katikati ya vipande vile ambayo alivikata nusu nusu, akavipanga vikielekeana, lakini katikati vikielekeana, na maana upande mmoja ni Mungu, upande mmoja nawakilisha Ibrahim. Maana hilo ni agano ambalo lazima iwepo pande ngapi? Mbili. Na hiyo ni agano la ngapi kwenye Biblia? Agano la pili. Agano la kwanza ikiwa ni kati ya Mungu na Nuhu na vyote vyenye uhai vilivyotoka katika safina, lakini hii ni agano la ngapi? La pili kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto. Umeona sasa, hiyo ndio inavyosema inayotakiwa nchi ya Israeli yawepo, kuanzia mto wa Misri ambao ni mto Nile. Hebu ona huko okote, ndio ilivyotakiwa. Lakini na wale naye walisileki, hawakumtii Mungu, ndio maana wakaacha wale makabila ambao walitakiwa wakatirie mbali. Walivyoacha wale makabila akaongezeka, ndio maana imekuwa ni mateso kwao mpaka sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkeni na Mkinizi na Mkadnoni, wao ndio wale wajukuu wa Ham ambao ni watoto wa Kanani, ambao tayari kumbuka ndio nchi ambayo anaonyeshwa Abraham, lakini katika agano la kuwa watapewa nini? Watoto wake. Lakini kwanza watoto wake lazima waende miaka mingapi? 400. Na 400 na maana itakuwa ni vizazi vinne. Ukihesabu vizazi vinne kuanzia pale kwa Yakobo, unakuta kwa inaanzia kwake Lawi, unakuja kwa Kohathi, unakwenda kwa Amrani, unakuja kwa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Muhiti na Mperizi na Mrefai na Mwamori na Mkanani na Mgirgashi na Myebusi. Umeona sasa kwa nini nimehesabu vizazi vinne ambayo inatengeneza miaka 400? Nimehesabu hivyo kwa sababu atuhesabu Yakobo katika uzao huo, kwa sababu hao watoto hao watatu wanatengeneza baba wa imani. Maana ulikuwa uwezi ukataja tu Mungu wa Ibrahim, ulikuwa unataja Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, ikiwakilisha Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kumbuka Mungu akafanya agano na Abraham, Mungu akaimarisha agano na Isaka, na akaja akaimarisha na Yakobo, na kutokea kwa Yakobo anatengeneza taifa ambayo taifa la Israeli. Akaenda akafanya nayo agano pale katika mlima Sinai na kuwapa zile amri na sheria, alafu ishara ya hiyo agano pale mlimani inakuwa ni Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo tutaona wakati ujao. Tumeona sasa Ibrahim amedhibitiwa na Mungu ya kuwa hakika yake Mungu atampa ile nchi yeye na uzao wake. Maana aliuliza kuwa nitajuaje? Lakini kumbuka Ibrahim alikuwa ni mtu wa agano. Ndio maana kule wakina Mamre wale amepatana nao. Tunaona atakapokwenda kule upande wa Gerari, atakapokwenda kwa Abimeleki, atakapomwendea atasema kwa Bwana, hebu hapa tupatane Bwana. Anatoa nani? Anatoa wale kondoo ngapi? Kondoo jike 7. Mtu wa nini? Anajua agano ni kitu ambacho umuhimu wake. Ndio maana Mungu alivyomdhibitisha kupitia agano, alijua kabisa kuwa yale yote Mungu aliyemwahidi kwake na kwa uzao wake itapata kutimia. Nawe chochote Mungu aliyekuahidi katika maisha yako itimie kwa jina la Yesu. Amen. Chochote ambacho Mungu alipanga katika maisha yako kabla ujauzito wako hujatungwa ndani ya tumbo la mama yako, na baada ya wewe kuzaliwa, ndoto zako zote njema ambayo Mungu alipanga katika maisha yako na shetani alikuwa ameshikilia, shetani alikuwa ameiba, Mungu azirejeshe na zitimie kwa jina la Yesu. Amen. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Naamini niliomba tangu mwanzo ya kuwa neno la Mungu linayepita ikutamie na ikufungue. Mimi naamini kabisa neno la Mungu imeshakufungua. Mimi nahitaji kumshukuru Mungu, maana nilishaomba kabla hata sijaanza kufundisha, lakini nilipokuwa
naomba mwanzo nilisema kuwa neno itakaopita ipite katika nafsi ya kila moja, ipite katika roho ya kila moja, ipite katika mwili wa kila moja, ipite katika nafsi, roho na mwili, ipite katika nyota, ipite katika maisha yako. Na neno hilo limepita katika mwili wako. Ndio maana utakapotoka hapa utasikia kama palikuwepo na maumivu mahala popote, hautaiona tena kwa jina la Yesu. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Pastor, mimi sina swali ila nilisoma. Ulisomaje? Nilisoma Mwanzo 15. Jinsi Ibrahimu alivyoongea na Mungu kwamba nitajuaje kwamba nchi hii nitaishi. Alafu Mungu akampa vielelezo kwamba unitolee sadaka. Lakini mimi ilikuja kunishangaza, Ibrahimu ametoa sadaka. Alafu anakuja kumwambia uzao wako utakwenda utumwani miaka 400 na watateswa. Alafu watatoka. Sasa nikawa nashangaa. Lakini hapa wakati unahubiri ndio sasa napata kujua kumbe Ibrahimu alikuwa anafanya agano na Mungu kwamba hii ilikuwa agano. Mimi nilisoma nilikuwa sielewi mpaka nikaliandika hilo swali. Na kwa nini Mungu anamwambia kwa uzao wake utakwenda Misri? Kumbuka wangebaki uzao wake pale Kanani walikuwa wanapotea, maana watu kama Yuda tuliwaona tayari wameshakwenda kuanza kufanya urafiki na kuoana na makabila pale. So Mungu aliwapeleka wana wa Israeli katika ile nchi ya kigeni ambayo ni Misri, maana wa Misri walikuwa ni wabinafsi kupitiliza. Walikuwa ni watu ambao wanadharau sana wafugaji na wakutaka kabisa hawakutaka sana kuwa na mahusiano nao. Ndio maana walipokwenda Misri wakapewa Gosheni, na pale wakawa sio tena watu wa kuhamahama. Ina maana malisha yalikuwepo, maana ilikuwa ni pembeni mwa yule mto Naili. Wakapata malisha, wakapata kila kitu, na tayari wakatengwa na pale Mungu akatengeneza taifa pale. Mungu alipanga jambo hilo katika agano ili waende wakafichwe kule wawe taifa. Vinginevyo basi wangeshachangamana na yale miungu wa nini, miungu ya kule Kanani. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu ni mwanzo na mwisho. Kabla ya mwanzo alikuwepo, na anajua mpaka mwisho. Anajua mwisho wako, anajua hatua zako, anajua maendeleo yako, anajua kesho yako, anajua mwaka ujao wa kwako, anakujua nje ndani. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye swali? Mimi nauliza hapa alipoenda mwokoa Lutu hapo alipoenda anasema akawafuata mpaka Dani. Hili kabila la Dani lilitokea. Tayari imeandikwa Dani, lakini ilikuwa ni sehemu inaitwa Sheshem ama Sheish. Ilikuwa na majina mawili, lakini aliyeandika jambo hilo na Biblia hiyo hii Biblia imeandikwa Dani ili mtu aje ajue maana. Sehemu ya Dani ilikuja kuwa ni sehemu ya Dani katika kitabu cha Waamuzi, katika kitabu cha Waamuzi, katika kitabu cha Yoshua. Katika ugawaji wao walipata sehemu ndogo, lakini katika kitabu cha Waamuzi sura ya 17-18 wanatoka wanakwenda, alafu wanamchukua kuhani mmoja, na baadaye kumchukua wanachukua na miungu. Wanakuwa wa kwanza kusimamisha miungu, wanakwenda kupiga eneo fulani, alafu wanaita katika jina la babu yao ambayo ni Dani. Lakini kumbuka hii ni Biblia imeandikwa hivi karibuni, lakini ukienda kwenye Biblia ya zamani, mimi nimeifuata leo kwenye Biblia ya zamani, ndio maana nakwambia Sheshem na Sheish. Bwana Yesu asifiwe. So umeona, ili upate kuelewa jambo kama hilo ni sawa sana Betheli. Imeandikwa Betheli, lakini aliyefanya Betheli iitwe Betheli alikuwa ni nani? Alikuwa ni Yakobo. Akaita hii ni nyumba ya Mungu, ambayo baada yake ni nini kwa Kiebrania? Betheli. Lakini umeona unaambiwa kwa Ibrahim akapita Betheli, lakini aliyekuja kuifanya itwe Betheli ni nani? Ni Yakobo. Lakini ukisoma katika Biblia ambayo iko katika asili, utaona ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa inaitwa Luzu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio furaha ya kupata kujua neno la Mungu. Amina, mtu wa Mungu. Amen. Na hii ndio inayekufanya uwe tofauti, maana kila swali mtu atakayeuliza Mungu anajibu kupitia wewe. Nani mwingine mwenye swali?
Basi mimi namshukuru Mungu. Baba, nashukuru jina lako na wema wako Baba wa rehema kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya neno lako takatifu. Najua ya kuwa neno lilivyokuwa inapita, kama ulivyosema ya kuwa neno lako Baba itaponya na kuwaganga watu wako. Ninaamini ya kuwa neno lako limeshaganga watu wako. Neno lako limeshaondoa mabaya katika watu wako. Neno lako Baba imewatakaza. Neno lako limewafungua. Neno lako limewabariki. Neno lako limewaumba tena upya. Neno lako Baba limewakarabati. Neno lako Baba limewarejesha katika asili ya uumbaji. Natukuza jina lako kwa ajili ya neno lako ambayo imewatamia Baba, itakaye walinda na waingiapo na watokapo, wataitwa wabarikiwa. Asante Baba kwa ajili ya neno lako inayoendelea katika eneo hili. Endelea Baba wa rehema kutufundisha neno lako. Neno lako Baba wa rehema ifunge milango yote ya adui shetani anayetumia kupenya na kushambulia Baba. Neno lako lilete faraja ndani yao. Neno lako Baba wa rehema iwe ni sehemu ya maisha yao. Na katika jina la Yesu Kristo naomba, na mtu mmoja aseme haleluya. Haleluya. Amen. Basi tumefikia hapo mtakatifu wa Bwana. Kesho nitakuwa na sura ya 16, inawezekana na 17, lakini angalau jitahidi upitie, tukifika hapa tuwe tunaendelea. Nani